Haleluya, haleluya. Baba, asante kwa ajili ya neema yako siku hii ya leo, na kushukuru Mungu kwa mkono wako wenye nguvu, uweza wako na mamlaka yako katika maisha yetu. Baba, ni wakati mwingine tena ambao wana wako tunanyenyekea chini ya mkono wako, na tukihitaji neema yako tena siku hii ya leo, tukihitaji uweza wako siku hii ya leo. Mungu kapate kuonekana ukitutetea na kutupigania. Mkono wako Bwana usitupungukie siku hii ya leo tena. Baba, tumeenda kinyume nawe kwa mawazo yetu, wengine Bwana kwa matendo, wengine wamefanya vitu ambavyo Mungu uliwazuia ila wakavitenda. Baba, tunaomba rehema zako na neema yako. Baba, ukatupe kibali tena siku hii ya leo, ukatupe kibali tena machoni pako Mungu, katika jina la Yesu aliye hai. Neema yako wakati huu Baba, ukatawale, ukaonekane Mungu, ukajifunue Jehova mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na uwezo wako. Lekana mahazo baate liko shandara baba zubere bahangara bahasa robre hizuve etalamandi ko sabarana juve ezia mahaya la baba zubere mahanta. Shalom, shalom wana wa Mungu. Tulikuwa tunaendelea na habari ya makanisa 7 yaliyotajwa katika kitabu cha Ufunuo. Ninaomba siku ya leo nirudie kuanzia kwenye eneo la lile kanisa la pili la Smyrna, alafu tutatoka hapo tuendelee sasa na habari ya makanisa mengine. Nitafanya kurudia, alafu tuendelee na kanisa la 4. Habari ya kanisa hili la pili ambapo tunaona linaanza kuzungumzwa kuanzia ule mstari wa 8 katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2, kwamba na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa na kisha akawa hai tena. Naijua dhiki yako na umasikini wako, lakini tajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Katika eneo hili la kanisa la pili tunaona vitu vinazungumzwa mahali hapa. Biblia inasema kwamba Mungu anaijua dhiki na shida ya watu hawa, lakini anasema kwamba wao ni matajiri. Maanake hawa watu ni watu ambao wapo katika kanisa, ila wanapita katika hali ambayo ya dhiki, wanapita katika hali ya kuonewa, mambo kwao yanakuwa ni vita. Nikasema hawa watu unaweza kukuta wamo kanisani, lakini wanashtakiwa mara nyingi, wanashuhudiwa kwa mashtaka ya uongo. Ni watu ambao wanajitahidi kuwa wema, lakini wema wao hauonekani. Wanajitahidi kufanya vizuri, lakini uzuri wao hauonekani. Wanapita katika mashtaka, wanapita katika dhiki na umaskini. Wanapita katika dhiki. Ni watu ambao wako ndani ya kanisa, wanapita katika dhiki. Wanaweza wakawa ni wana maombi, wanaweza wakawa ni watumishi, wanaweza wakawa ni waumini, lakini kanisani wanajitahidi kwa hali yoyote kwamba waoneshe wema, lakini wema wao hauonekani. Wanapita katika dhiki, na hao ndio watu ambao unakuta wakikata tamaa, wanatoka kanisani wakiwa wamekata tamaa. Wanakuambia siendi tena kanisani kwa sababu ya 1, 2, 3. Siendi tena kanisani kwa sababu wamenifanyia hivi na hivi na hivi.
kila ninapojitahidi kufanya hivi, ni watu ambao wanakuwa anakosa mtu wa kusimama kwa ajili yake, anakosa mtu wa kumsaidia, anakosa, yani kila mahali anakogeukia anakuwa yani ni kama vile ana roho kama vile kukataliwa. Kila anakogeuka watu wanamshtumu, kila anakufanya hivi anafanya hivi. Ni watu ambao kuna kitu ambacho Mungu anakuwa ameweka juu yao. Unajua kwenye kanisa, hata kama mtu ni mfanya usafi, siku atakapotoka huyo mfanya usafi, ndipo watu watajua kwamba kumbe kanisa linamhitaji mtu wa kufanya usafi. Siku akiondoka yule mwana maombi, ndipo watu watajua kwamba tunamhitaji mwana maombi. Hawa watu ambao watakuwa wanapita katika hali hii ni watu wa Mungu, lakini wanapita katika hali ya dhiki. Dhiki ni hali ya kupungukiwa, kuishiwa, kukosa. Anapita katika hali ambayo inamkatisha tamaa, inamrudisha nyuma, anatamani asiendelee tena. Hali ya dhiki likashanda mahazokotea. Wakikata tamaa hawa watu, kuwarudisha pia huwa inaanza kuwa ngumu, kwa sababu anakuwa ameumizwa na mengi, ameumizwa na vitu vingi moyoni. Unaona, ukisoma mstari unaofuata, Biblia inasema hapo ya kwamba najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Mungu anasema, Bwana Yesu anamtuma malaika wake aliambie ile kanisa kwamba ninayajua mashtaka, ninayajua matukano, ninajua mambo ambayo wanayokuzungumzia, ninajua kesi walizokuwekea, ninajua kesi walizokupa. Unaweza ukawa ofisini, unaweza ukawa ni nyumbani, unakuta mwingine yuko nyumbani, familia nzima wana maneno hayaishi juu yake, kila kitu ni yeye. Wanafanya vitu ila wanambambikizia yeye, wanafanya hivi ila wanampa yeye, wanavipanda juu yake. Ofisini, wengine maofisini wanapata tabu kwa sababu wanataka kufanya kweli ya Mungu, wanataka kuenda katika njia za Mungu. Jamii nzima inageuka kinyume nao, jamii nzima inakuwa kinyume nao. Mungu anasema ninayajua matukano yao, hawa wanaosema ya kuwa ni Wayahudi. Kwa nini anasema wanasema ya kuwa ni Wayahudi? Manake wanajionesha wana roho wa Mungu, wanajionesha wanampenda Mungu, wanajionesha wanapenda maombi. Utawakuta ni wana maombi kanisani, ni wana maombi, lakini wanawakatisha moyo wana maombi wenzao. Ni watumishi, hawataki watumishi wenzao wainuke. Yaani wao wanawarudisha nyuma wenzao. Hao ndio Biblia inasema kwamba wanaojiita kuwa ni Wayahudi, maana yake wanajiita kuwa ni Wakristo, wanajiita kwamba ni wana wa Mungu, lakini vitu wanavyovifanya ni kuwarudisha wenzao nyuma, ni kuwakatisha tamaa, ni kuwafanya wasisonge mbele. Wapo kwa kazi hiyo. Anasema hao ni wa sinagogi la Shetani. Manake sio wa Mungu, ni wa sinagogi la Shetani. Ndivyo maandiko yanaposema. Kwa watu ambao ni kanisa la Smyrna, kwenye ulimwengu wa roho wanaonekana kwa hali hiyo. Na nikasema kwamba kila kanisa lina ahadi yake. So ndio maana nikatangulia kusema kwamba hivi, katika ufalme wa Mungu, watu wanapoingia katika ufalme wa Mungu, kuna rewards ambazo watapewa. Zile rewards ambazo tunaenda kupewa na Mungu zinatofautiana kulingana na vigezo, kwamba inategemea wewe ulikuwa upande gani. Ndio maana tukaangalia kuna misingi 12, kuna malango 12, maana yake ni makabila. Lakini hapa tunaona makanisa. Tuliangalia la Efeso, tukaangalia la Smyrna. Hapa napitia kidogo habari ya Smyrna. Na hawa Smyrna wakaambiwa, atakayeshinda, atakayevumilia, mtu ambaye atakuwa mwaminifu hata kufa, ambaye huyo yeye atakuwa hata likana neno la Mungu, atakuwa ni mwaminifu mpaka kufa. Huyo Biblia inasema atapewa taji ya uzima
atapewa taji ya uzima, na hatapatikana na mauti ya pili. Atapewa taji ya uzima. Kanisa la Efeso waliambiwa watakula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Hawa wanaambiwa watapewa taji ya uzima. Kumbe kuna watakaovishwa taji ya uzima, na kumbe kuna wanaoenda kupewa matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu, na kuna wanaovishwa taji. Kwa watu wenye asili ya kanisa la Smyrna huwa wanapita katika hali ya dhiki ndani ya kanisa. Wanapita katika hali ya kuonewa na matukano, na wanapaswa wasivunjike moyo. Tena Biblia inasema baadhi yao shetani atawatupa gerezani ili wajaribiwe. Unayajua magereza ya kiroho? Kumbuka, ukiwekwa gerezani, aliye gerezani ashiki pesa, aliye gerezani hana uhuru, aliye gerezani anaonewa, aliye gerezani anapangiwa cha kufanya. Kwa hiyo ukitupwa gerezani katika magereza ya kiroho, kuna vitu vitafunga kwenye maisha yako, ila maandiko yanasema ili wajaribiwe. Kwa hiyo shetani ataruhusiwa awafunge wao watu katika ulimwengu wa roho, katika magereza, ili Mungu awajaribu. Watafungwa ili wajaribiwe. Kuna mtu hajanielewa mahali hapa. Naongea kwa habari ya watu wa kanisa la Smyrna. Biblia inasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa katika dhiki siku 10. Angalizo linatoka kwamba adui shetani atawatupa gerezani watu hao. Kuna magereza ya kiroho. Huyu mtu anaweza akawekwa gerezani akawa anapita kwenye hali ya magonjwa, akawa anapita kwenye hali ya umasikini, akapita kwenye hali ya kuonewa, akapita kwenye hali ya kusahaulika. Kila anachokifanya kinakuwa kama vile hakifanikiwi. Kumbe Mungu ameruhusu ili amjaribu mtu huyo. Ameruhusu upite kwenye dhiki ili akujaribu. Ameruhusu upite kwenye hiyo hali ili akujaribu. Ameruhusu upite katika mazingira hayo ili akujaribu. Prostivakala bahasori manto robo sheketea. Lakini utakaposhinda, na unashinda kwa vipi? Kwa kuwa mwaminifu, utapewa taji ya uzima. Taji ya uzima. Leko shaga.